Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Serikali ya Venezuela imesema ipo tayari kuingia vitani na Marekani baada ya mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la Marekani katika baadhi ya maeneo huko Caracas, moja kati ya majiji makubwa nchini Venezuela. Serikali ya Venezuela siku ya leo Jumamosi imetoa taarifa ya kukataa na kulaani kile ilichoeleza kuwa ni uchokozi wa kijeshi wa Marekani dhidi ya eneo la Venezuela, ikishutumu Washington kwa kukiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa na kutishia amani na utulivu wa kikanda. Katika taarifa rasmi, Jamhuri ya Bolivia ya Venezuela ilidai kuwa Marekani ilifanya mashambulizi kwenye maeneo ya kiraia pamoja na kijeshi huko Caracas na majimbo ya Miranda, Aragua na La Guaira, na kutaja hatua hiyo kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na ibara ya kwanza na ya pili ya mkataba wa Umoja wa Mataifa ambayo inashikilia uhuru wa nchi na kupiga marufuku matumizi ya nguvu. Serikali ya Venezuela imesema uchokozi huo unaodaiwa ulilenga kunyakua rasilimali za kimkakati za nchi hiyo, haswa mafuta na madini, na kudhoofisha uhuru wa kisiasa wa Venezuela. Imekataa kile ilichokitaja kama majaribio ya kulazimisha mabadiliko ya serikali, ikisisitiza kwamba Venezuela ilikuwa imetetea uhuru wake kwa zaidi ya karne mbili na kwamba haipo tayari kuona uhuru huo ukipotelea mikononi wa Marekani. Ikirejelea matukio ya kihistoria, taarifa hiyo ilisema watu wa Venezuela watatetea tena uhuru wao na kutumia urithi wa Simon Bolivar na viongozi wengine wa kitaifa. Ikitoa wito wa kuhamasishwa, serikali ya Venezuela ilitaka vikosi vyote vya kijamii na kisiasa kukataa kile ilichokiita shambulio la kibeberu. Ilisema vikosi vya wanajeshi vya kitaifa vya Bolivia vilitumwa nchi nzima ili kudhamini uhuru na amani, wakati njia za kidiplomasia zitakapoanzishwa ili kuwasilisha malalamiko mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, CELAC na vuguvugu zisizofungamana na siasa, ni maneno yaliyotolewa na rais wa Venezuela Nicolas Maduro baada ya shambulizi zito lililofanywa na majeshi ya Marekani. Hata hivyo, Maduro amesema kwamba kamwe hatakubali ukoloni unaotaka kufanywa na Marekani na kwamba ameamrisha majeshi yao kuwa tayari kwa ajili ya kulipa kisasi na kuilinda ardhi ya Venezuela na raia wake. Hadi sasa bado hakuna taarifa za vifo ama majeruhi yaliyotokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika eneo hilo la Caracas na maeneo mengine jirani katika taifa hilo la Venezuela. Taarifa hiyo ilisema Rais Nicolas Maduro ameamuru kutekelezwa kwa mipango ya ulinzi wa taifa kwa mujibu wa katiba na sheria husika za usalama wa taifa, na ametia saini amri ya kutangaza hali ya machafuko ya nje kote Venezuela. Taarifa ya Maduro iliongeza kuwa miundo kamili ya amri ya ulinzi wa kitaifa imetumwa katika majimbo na manispaa, ikitumia kifungu cha 51 cha mkataba wa Umoja wa Mataifa. Serikali ya Venezuela imesema inahifadhi haki ya kujilinda kihalali ili kulinda watu wake, eneo lake na uhuru wake, na kutoa wito kwa serikali na watu kote ulimwenguni kuonyesha mshikamano. Taarifa hiyo ilitolewa huku kukiwa na ripoti za milipuko mikubwa katika mji mkuu wa Venezuela, Caracas, mapema Jumamosi ya leo, ambayo imesababisha kukatika kwa umeme katika baadhi ya vitongoji kadhaa, shirika la habari la CNN limeripoti. Kulingana na CNN, milipuko mingi ilisikika katika maeneo tofauti ya jiji, na milipuko ya kwanza ilitokea karibu saa 1:50 asubuhi kwa saa za ndani. Kufuatia milipuko hiyo, umeme ulikatika katika maeneo kadhaa ya mji mkuu na kuacha maeneo mengi kuwa giza. Chanzo cha milipuko hiyo inadaiwa kwamba ni mashambulizi yaliyotokana na makombora ya Marekani na ndege zisizokuwa na rubani za Marekani zilizofanya mashambulizi katika eneo hilo la nchi ya Venezuela. Wakazi katika vitongoji kadhaa wameripoti hofu kama milipuko mikubwa ikisikika katika jiji hilo, huku watumiaji wa mitandao ya kijamii wakishiriki katika mitandao ya kijamii kwamba wanasikia milipuko na kuona miale angani. Hakukuwa na habari ya haraka juu ya majeruhi au uharibifu wakati wa ripoti hizi. Akijibu kuhusu matukio hayo, Rais wa Colombia Gustavo Petro ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa liitishwe kujadili hatua za Marekani dhidi ya Venezuela. Colombia ni mwanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo lazima liitishwe mara moja. Lazima liweke uhalali wa kimataifa juu ya uvamizi unaofanywa na Marekani dhidi ya Venezuela. Lazima mkutano huu ijadili Marekani kwa nini imeingia na kufanya mashambulizi katika taifa la Venezuela,
amesema Rais Gustavo wa nchini Colombia. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Kuna mengi ambayo yanatokea wakati huu, lakini kubwa ni kile ambacho kimetokea leo asubuhi siku ya Jumamosi ya Januari 3, ambapo Marekani ilianzisha mashambulizi katika taifa la Venezuela. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi, tutakujuza mengi yanayojiri huko Venezuela na nchini Marekani kutokana na mashambulizi haya.